Karibuni tena wapenzi watazamaji katika mfululizo wa masomo yetu katika hii channel ya Bible Truth Prophet Minister. Na huyu si mwingine ni mwinjilisti Silas Kanuda. Tunaposonga tutakuwa na somo zuri katika siku ya leo na linasema kizazi hiki hakitapita. Kizazi hiki hakitapita. Na Ellen White kwenye kitabu cha Evangelism ukurasa wa 196 paragrafu ya 3 anasema kama ifuatavyo. Maandiko yanasema hivi: sura ya 24 ya Mathayo imewasilishwa kwangu tena na tena kama kitu ambacho kinapaswa kuzingatiwa kwa wote. Leo hii tunaishi katika wakati ambao utabiri wa sura hii unatimia. Wachungaji wetu na walimu waeleze unabii huu wale ambao wanawafundisha. Watu gani? Wale wanaowafundisha ya kwamba watupilie mbali hotuba zao zenye matokeo kidogo na wawasilishe ukweli ambao utaamua hatima ya umilele wa roho. Nabii wa Mungu anasema kwamba wachungaji na walimu wanaofundisha watu wahubiri mambo ambayo yanaendelea ili kusudi kuandaa watu kwa kile kinachoujia ulimwengu katika mshtuko. Leo hii tumekuwa na wahubiri ambao hawako tayari kufungua akili za watu kuonesha ni wapi tulipofikia katika historia ya unabii. Na kabla hatujaendelea na somo hili, ninaomba nikualike kwa ibada fupi ya maombi, kisha tuendelee. Kizazi hiki hakitapita na Yesu yuaja tena mara pili. Karibu sana. Basi tuweze kuomba. Baba yetu mwema na Mungu wetu mwenye upendo mwingi, asante sana kwa sababu ya wema wako na huruma zako. Tuko mwisho kabisa mwa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Nabii zinatimia mbele ya macho yetu. Dalili za marejeo yako Kristo ziko wazi. Tunahitaji kuelewa yale ambayo umeyazungumza katika maandiko, tuweze kutambua ni kipi cha kufanya kabla hatujachelewa. Mapenzi yako yatimizwe katika masaa haya, kwa jina lake Yesu Kristo, amen. Somo linasema ya kwamba kizazi hiki hakitapita, Yesu anakuja tena mara ya pili. Katika sura ya Mathayo sura ya 24 inazungumza wazi kuhusu habari ya dalili za marejeo. Wanafunzi wa Yesu walipomfuata Kristo katika mlima wa Mizeituni, aliwaeleza matukio yaliyokuwa yameunganishwa kuhusu habari za marejeo yake, lakini pia habari za kuharibiwa kwa hekalu ule mwaka wa 70, Yerusalemu baada ya kumkataa Kristo rasmi ule mwaka wa 31, mwaka wa 34 mlango wa rehema ulifungwa kwa taifa la Wayahudi, na mwaka wa 70 ikafuatiwa maangamizi. Na Kristo alizungumza wazi ya kwamba kizazi ambacho kilishuhudia hayo mambo wakimkataa Kristo, anasema kisingelipita mpaka atakaposhuhudia maangamizi Yerusalemu. Lakini pia hata wakati wetu huu tunaposhuhudia matukio ambayo yanaendelea katika ulimwengu, kizazi hiki hakitapita mpaka Yesu atakapokuja tena mara pili. Sasa mpendwa, ninaomba tutazame hii video inayoonesha hayo ninayokueleza. Kumekuwa na vuguvugu ya vita. Tumeshuhudia vita ya Ukraine na Russia. Umekuwa ni mwendelezo wa vita mbalimbali. Tunafahamu ya kwamba ili kusudi ulimwengu wetu huu uweze kuwekwa chini ya utawala wa shetani, ni lazima Amerika iwe superpower ikikontrol kila kitu. Tunafahamu Russia aliwekewa mtego kwa Ukraine ili kusudi nguvu zake ziishe. Tunafahamu ule mwaka 1992 baada ya kuanguka kwa USSR, bado kuna baadhi ya nchi za kikomunisti zilibaki na nguvu yake kama Russia. Na ili kusudi upapa uweze kutawala, ni lazima nguvu zote za kikomunisti, nguvu zote za Kiislamu ziwekwe chini. Na leo mpango ni kwa nani? Ni kwa Irani. Na ndicho ambacho leo tunakishuhudia katika nchi ya Irani. Irani anatafutwa na angushwe, na tunafahamu ya kwamba muda sio mrefu Irani itaangushwa. Ili kusudi Amerika awe superpower, ni lazima pasiwepo na upinzani katika nchi yoyote ile. Sasa tazama, hii ni taarifa inayozungumza wazi ya kwamba kuna uwezekano wa kuibuka kwa vita kati ya Irani pamoja na Amerika. Inaweza isiibuke, Irani ikawekewa vikwazo, lakini inaweza kuibuka ili kusudi Amerika iendelee kuwa superpower. Sasa tazama hii video uone kile ambacho kinaujia ulimwengu
na sura ya kitabu cha Mathayo sura 24 ipo katika utimizwaji wake. Tazama. Katika video hiyo inaonyesha kwamba Ayatollah tayari ameshakimbia kwenye mandaki na tayari ndege mbalimbali za Amerika na meli ambazo zinajiandaa kwa mashambulizi ziko tayari katika maandalizi yake. Hii ni dalili mbaya, ina create tension kwa nchi mbalimbali, na hili halitashindikana kwa sababu tuko kizazi cha mwisho ambacho kitashuhudia matukio makubwa ambayo unabii umeyazungumza. Ni lazima matukio haya yaweze kutimizwa ili kusudi Yesu aweze kuja mara ya pili. Na hili sio moja, yako mengi leo yanayoendelea. Na ndiyo maana Trump anaweza kusimama na kukemea leo mataifa mbalimbali, na amejigamba kwenye mkutano wa Davos ya kwamba yeye ndiyo kilanja wa amani. Hii video pia nilikuwekea kwenye somo la kwanza, pia isikilize kila ambacho Trump alikuwa akizungumza kwamba yeye ni kilanja kwa mataifa yote. Pasipo yeye hakuna amani katika ulimwengu, kwamba yeye ndio peacemaker. Wakiwa na rafiki yake mnyama wa kwanza ambao ni upapa, wao ndio wanasema kwamba ndio chanzo cha amani, lakini wanakwenda kuingiza ulimwengu huu katika vita ya mwisho ambayo haitakoma mpaka Kristo atakapokuja tena mara pili. Sikiza wakati wa mkutano wa Davos, Trump akijigamba kwamba yeye ni kilanja wa dunia. This is all great news, and it's great for all nations. The USA is the economic engine on the planet, and when America booms, the entire world booms. It's been the history. When it goes bad, it goes bad. You all follow us down, and you follow us up. And with the European nations, Japan, South Korea, they're our partners. They've gone into massive deals with us, especially on oil and gas. And these agreements raise growth and cause stock markets to boom, not only in the U.S., but virtually every country that came to make a deal, because, as you've learned, when the United States goes up, you follow. It's really become a staple. I realized in that conversation that the United States is keeping the whole world afloat. Many places, I could give you 6, 7 places just in the people in this little area. I know every one of them. They're looking down. They don't want to see me, and they don't want to stare me in the eyes. But they're taking advantage of, everybody took advantage of the United States. But I've been very fair, and I gave them a tariff, and it was fine. But I realized that without us, it's not Switzerland anymore. Without us, it's not any of the countries that are represented here. And we want to work with the countries. We want to work with them. We're not looking to destroy them. I could have said 39, 40%. I could have said I want a 70% tariff, then we make money with Switzerland. But Switzerland would have been probably destroyed, financially destroyed. I don't want to do that. But we should be paying the lowest interest rate of everybody. I hope Scott's listening to this, because we should be paying the lowest interest rate of everybody. Without us, most of the countries don't even work.
And then you have the protection factor. Without our military, which is the greatest in the world by far, without our military, you have threats that you wouldn't believe. You wouldn't believe. You don't have threats because of us. Umesikia mpendwa, hii ni dalili kubwa ya kwamba tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya huu ulimwengu, na Kristo yuaja tena mara pili, na kizazi hiki kitapita mpaka Kristo atakapokuja tena mara pili. Hatuna muda mrefu, tumeshajifunza kuhusu habari ya ukomo wa pambano, tumeelewa. Na kwa nini haya mambo yanakuja? Yanakuja kwa sababu tupo mwisho wa kufunga kwa historia nini? Kufunga kwa historia ya huu ulimwengu, na hivyo lazima kila kitu kitendeke. Wakati Kristo alipokuwa anakaribia kujitoa kama nini? Kujitoa kama kafara, mambo kama haya pia litendeka, ikiwa ni ishara ya kwamba walikuwa kwenye harakati ya kufungiwa mlango wa rehema kwa Wayahudi, na hizi pia tunaposhuhudia haya mambo ni harakati ya kufungwa kwa mlango wa rehema kwa Waadventista wa Sabato. Na hivyo ni lazima tuamke na tujiandae kwa ajili ya ujio wake Kristo. Kitabu cha Mathayo sura 24 nabii amezungumza wazi kwamba ameoneshwa tena na tena kama ambavyo kinapaswa kuzingatiwa. Hebu tuweze kupitia machache kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 24, tuone kile ambacho kinaelekea na tuko wapi katika historia ya huu unabii. Mathayo 24 inazungumza kama ifuatavyo: Yesu akaenda zake akatoka hekaluni, wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu, naye akajibu akawaambia, hamyaoni haya yote? Amini nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo haya yatakuwa lini? Je, mambo haya yatakuwa lini? Walihitaji kufahamu mambo ambayo yangeleta kubomolewa kwa hekalu la wapi? La Yerusalemu, lakini mambo ambayo yangemleta Kristo. Kwa hiyo walikuwa wanahitaji kufahamu alama za nyakati. Kama wanafunzi wa Yesu ambao waliishi wakati wa karne ya kwanza, walitamani kuelewa haya mambo. Mimi na wewe, je, ni nani tusielewe haya mambo? Kwa hiyo Mungu anachokitaji, anahitaji wote tuweze kuandaliwa, tuweze kuelewa kila ambacho kinaujia ulimwengu. Yesu Kristo aliwaeleza kama ifuatavyo, akamwambia kwamba nayo ni nini, walipouliza nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia. Kwa hiyo Kristo alipokuwa akiwajibu, aliunganisha matukio yote mawili, kuharibiwa kwa jengo la Yerusalemu ambalo lilikuwa ni hekalu pendwa, lakini pia na ujio wake Kristo. Pointi yetu tunagusa habari ya ujio wa Kristo, kwa sababu mwaka wa 70 tukio la kwanza liliwahi kutimia, na liko tukio mbele yetu la ujio wa Kristo, ambapo atakapokuja atabagua kondoo pamoja na mbuzi. Yesu akajibu, mstari wa 4, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa nini mwisho bado? Tunaposhuhudia haya mambo ni matetesi ya vita, na huu ni mwanzo wa nini? Ni mwanzo wa utungu. Kwa nini? Kwa sababu vita hii inakwenda kuleta sheria ya Jumapili. Hizi vita zinakwenda kuleta sheria ya Jumapili, na baada ya sheria ya Jumapili tutahubiri kilio nini? Tutahubiri kilio kikuu, na hicho ndicho kitakacholeta mapigo ya mwisho na ujio wa Kristo. Mathayo anasema kama ifuatavyo, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo utungu. It is the beginning of sorrow. Wakati huo watawasaliti. Kwa hiyo baada ya vita tunayoiona wapendwa, ambazo ni matetesi ya vita tunayoyaona, kinachofuata kitakuwa ni kipi? Kitakuwa ni usaliti. Na usaliti huu utatokea wapi? Utatokea baada ya sheria ya Jumapili. Kwa hiyo matukio haya yamepangwa katika series, na likitoka hili linakuja hili. Kwa hiyo hizi vuguvugu na haya matetesi ya vita, maana yake yanaenda kuleta sheria nini? Sheria ya Jumapili.
tupo karibu na kufunga. Kwa nini? Kwa historia ya huu ulimwengu. Ni lazima kila mmoja amweke Yesu kwa senta ya maisha yake. Ni lazima kila mmoja awe na uzoefu wa imani yake. Pasipo hivyo, wapendwa, hatuwezi kuokolewa, hatutaweza kuandaliwa, kwa sababu dalili zote ziko wazi na Yesu yuaja tena mara pili. Kwa hiyo baada ya matetesi ya vita tutashuhudia njaa, na kinachokuja ni kipi? Anasema wakati huo watawasaliti ninyi mpate ziki. Kinachofuata, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Hapa ni kwenye nini? Ni kwenye sheria ya Jumapili, ambapo tutashuhudia pia usaliti kwa ndugu tuliokuwa nao katika imani moja. Watakapogundua kwamba wao wamekataliwa na sisi tumekubaliwa, basi wao ndio watakuwa maadui wa kwanza wa kutusaliti. Na anasema kama ifuatavyo, na wengi watakapojikwaa nao watasalitiana na kuchukiana. Pointi kama hizo zitatuleta katika ujio wa Kristo. Kwa hiyo baada ya matetesi ya vita tutegemee nini? Tutegemee sheria ya Jumapili, ambapo watu wa Mungu watasalitiwa na ndugu na jamaa, lakini ulimwengu wote utakuwa kinyume na watu wa Mungu. Na tunapoyaona haya mambo, ni lazima tuanze kujiandaa, ni lazima tuanze kujiweka katika maandalizi ya ujio wa Kristo, na huku kutafanikiwa tu kwa kumweka Yesu kwa senta ya maisha yetu. Masomo ya haki kwa imani ni lazima watu waelewe ya kwamba hatushindi vita kwa sababu ya uwezo wetu wenyewe. Hatushindi vita kwa sababu tunajua matengenezo ya afya. Hatushindi vita kwa sababu ya mambo tunayoyafanya, ila matengenezo hayo ya afya, maandalizi ya ujio wa Kristo ni mwitiko wa upendo ambao utaonekana tunapoyaona haya mambo. Ni upendo ambao utazilisha wazi kwamba tunampenda Kristo na sheria zake, na hiki ndicho ambacho watu lazima wakielewe. Matukio hayawezi kutuokoa, sheria haziwezi kutuokoa. Yesu anatakiwa uwekwe kuwa senta ya maisha yetu. Huyo ndiye anaweza kutuandaa kwa ajili ya ujio wake. Na nabii wa Mungu anazungumza wazi kwenye Pambano Kuu ukurasa wa 22, anasema kama ifuatavyo: Yesu akiangalia mbele hadi kwenye kizazi cha mwisho, aliuona ulimwengu unahusika katika udanganyifu sawa na ule uliosababisha angamizo la Yerusalemu. Dhambi kubwa ya Wayahudi ilikuwa kumkataa kwao Kristo. Dhambi kubwa ya ulimwengu wa Kikristo itakuwa kukataa kwao sheria ya Mungu, ambayo ndiyo msingi wa serikali ya mbinguni na duniani. Wayahudi walimkataa Kristo, ilikuwa ndio dhambi yao. Lakini wakati huu dunia itajiunga kumkataa Kristo, itajiunga kukataa sheria ya Mungu, itajiunga kukataa Sabato, na hicho ndicho ambacho kitaleta uangamivu. Dunia yote inajiandaa kwa ajili ya sheria ya Jumapili. Tunashuhudia movement, hata haya matetesi ya vita, lengo lake ni kuwaleta watu katika umoja wa dini, na hiki ndicho ambacho kinakwenda kuwaleta watu katika umoja wa nini? Katika umoja wa dini, na hiki kitamleta Kristo. Desire of Ages ukurasa wa 628 paragrafu ya kwanza, Ellen White pia anaendelea kuzungumza wazi kama ifuatavyo. Mpendwa, sikiliza kwa makini, tujue ya kwamba kizazi hiki hakitapita na Yesu atakuja tena mara pili. Sikiliza. Yesu hakuwajibu wanafunzi wake kwa kutenga kando angamizo la Yerusalemu na siku kuu ya kuja kwake. Hakutenganisha. Kwa hiyo yale ambayo yalitokea kabla ya kuangamia kwa Yerusalemu ndiyo hayo ambayo yanakwenda kutendeka kabla ya ujio wa Yesu mara ngapi? Kabla ya ujio wa Yesu mara ya pili. Jinsi ambavyo wanafunzi wa Yesu walisalitiwa na kuuawa, ndivyo ambavyo inakwenda kutendeka tena tunapokwenda kufunga historia ya huu ulimwengu. Anasema kwamba alichanganya maelezo ya matukio haya mawili. Laiti angewafunulia wanafunzi wake matukio ya siku zijazo kama alivyowaona, wangekuwa hawawezi kuvumilia kuyaona, wasingeweza kuvumilia kuyaona. Kwa kuwahurumia, alichanganya maelezo ya maangamizi makubwa mawili, akiwaacha wanafunzi wajifunze maana wao wenyewe. Hivyo Kristo huwa anafunua nuru
kufuatana na wakati. Na hata ujumbe wa miaka 6000 ambao leo watu wengi wanakataa ni nuru ambayo Kristo ameona ifunue. Asingeweza kuifunua kwa wazazi wetu wa kwanza, asingeweza kuifunua kwa pionea, asingeweza kuifunua kwa mitume. Ama amefunua nuru hii kwa sababu tupo katika wakati huo wa nini? Wa mwisho. Hivyo wanafunzi wa Yesu walipewa matukio na akaacha wajifunze wao wenyewe. Nabii Ellen White anazungumza wazi ya kwamba alipotaja angamizo la Yerusalemu, maneno yake ya kinabii yalienda mbele zaidi ya tukio hilo kwa hasira ya mwisho katika siku hiyo ambayo Bwana atainuka kutoka mahali pake kuadhibu ulimwengu kwa uovu wake. Wakati dunia itakapotoa damu yake na hakuna zaidi ya kuwafunika waliouawa. Hotuba hii yote haikutolewa sio tu kwa wanafunzi, bali kwa wale ambao wanapaswa kuishi katika matukio ya mwisho ya historia ya dunia hii. Kwa hiyo unabii aliozungumza Kristo haukuwa tu kwa wanafunzi wa Kristo, lakini pia kwa wote ambao watakuwa wakiishi katika wakati wa mwisho. Kumbe huu nabii wa Mathayo sura 24 unatuhusu. Matukio ambayo leo yanaendelea katika ulimwengu wote huu yanatuhusu. Nini cha kufanya? Tunahitaji kumweka Yesu kwa senta ya maisha yetu. Tunahitaji kufanya maandalizi. Tunahitaji kujitenga na kila dhambi. Tunahitaji kumfuata mwanakondoo kila aendako. Hicho ndicho ambacho kitatusaidia. Lakini pia last day event, ukurasa wa 18 paragrafu ya 2, bado Ellen White anatoa picha ya matukio ambayo yako mbele yetu. Anasema hivi: Kristo juu ya mlima wa Mizeituni alisisitiza hukumu za kutisha ambazo zingetangulia kuja kwake mara ya pili. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme, na kutakuwa na njaa na tauni na matetemeko ya ardhi mahali mahali. Hayo yote ni mwanzo wa utungu. Wakati unabii huu ulitimizwa kwa sehemu katika angamizo la Yerusalemu, bado unahusika moja kwa moja zaidi katika siku za mwisho. Unabii huu utahusika tena katika siku za mwisho. Na Mungu anachokitaji ni kuandaa watoto wake kwa ajili ya wakati huu unaokuja. Hatuna muda tena, kwa sababu dalili zote zinaonyesha wazi ya kwamba Kristo yuaja na kizazi hiki hakitapita. Katika masomo aliyopita tulijifunza ya kwamba kizazi cha 4 toka mwaka 1844 kinakomea 2020 na ngapi? Na 24. Kwa hiyo kizazi hicho, wapendwa, hakitapita mpaka Yesu atakapokuja tena mara ya pili. Tusitegemee tena ya kwamba kutakuwa na movement nyingine ambayo itawaamsha watu na kuandaa kwa ajili ya ujio wa Kristo. It will be too late. Itakuwa tumechelewa kama hatujiandai kwa ajili ya wakati huo. Huu ndio wakati wa kuweka mambo yote sawa, na Kristo yuaja tena mara ya pili. Kristo anakuja tena mara ya pili. Nabii wa Mungu anazungumza wazi. Hii ni Desire of Ages 632 paragrafu ya 2. Hebu sikiza mpendwa, ujue tumefika wakati gani. Huu sio wakati wa kucheza na dhambi. Huu ni wakati wa kumtafuta Kristo katika maombi. Ratiba zako za maombi ziko vipi? Ratiba zako za kusoma neno na kutafakari ziko vipi? Unautumiaje muda wako kwa siku? Je, unautumia kwa ajili ya mapatano na Mungu, au unautumia kwa ajili ya kusaka anasa za ulimwengu? Je, unatumia kwa ajili ya kulimbikiza mali katika ulimwengu, ambapo siku zinazokuja hizo mali zitakuwa milima? Desire of Ages 632 paragrafu ya 2. Nabii wa Mungu anasema kama ifuatavyo: Kristo ameshatoa dalili za kuja kwake. Anatangaza kwamba tunaweza kujua wakati awapo karibu. Anazungumza wazi kwamba tunaweza kujua wakati awapo karibu. Lakini kiunabii wakati ni nini? Ni miaka au mwaka. Kwa hiyo, kwa sababu ujio wa kwanza wa Kristo ulijengwa katika unabii, na Danieli alieleza wazi ya kwamba Kristo
atakuja muda gani, lakini pia hata ujio wa Kristo, Desire of Ages inaeleza wazi ya kwamba umejengwa katika unabii, umejengwa katika wakati. Kwa hiyo anasema kwamba, anatangaza kwamba tunaweza kujua wakati awapo karibu. Ameshatoa dalili zote. Tumeshaona movement ya sheria ya Jumapili katika nchi ya Amerika. Tumeshaona jinsi ambavyo Trump tena anaupromoti Ukristo. Tumeshaona Heritage Foundation jinsi ambavyo inapromoti tena Ukristo. Akina Jonathan Berry wakipiga chepeo ya kwamba mwaka huu lazima wa protect familia, na unazungumza wazi ya kwamba sheria ya Jumapili ndiyo sehemu ya kutunza hizo familia. Tuyaonayo hayo, tuchangamke, kwa sababu Kristo ameshatoa dalili zake. Anasemaje nabii? Anatangaza kwamba tunaweza kujua wakati awapo karibu, hata mlangoni. Kristo yu karibu mlangoni. Anasema juu ya wale waonao ishara hizi, juu ya wale waonao ishara hizi. Ishara gani? Matetesi ya vita, lakini pia movement ya sheria ya Jumapili katika nchi ya Amerika. Anasemaje Kristo? Kizazi hiki hakitapita hata mambo hayo yote yatimie. Ishara hizi zimeshaonekana. Je, hatujaziona? Hivyo kizazi hiki hakitapita. Nina ujasiri wa kuzungumza hivyo kwa sababu this is Bible. Nina ujasiri wa kuzungumza hivyo kwa sababu huu ni unabii, na unabii haudanganyi. Kizazi chetu, miaka yetu, ndugu zetu, katika umri wetu huu tutamshuhudia Kristo akija katika mawingu ya mbinguni. This is Bible. Huu ni unabii, na unabii haudanganyi. Na nasema kwamba ishara hizi zimeshatokea. Sasa tunajua hakika kwamba kuja kwa Bwana kumekaribia. Mbingu na dunia zitapita, anasema, lakini maneno yangu hayatapita. Maneno ya Kristo hayatapita kamwe. Mbingu zitapita, lakini maneno ya Kristo hayatapita kamwe. Lakini mambo ambayo Kristo ameyazungumza, wengine unatilia mashaka. Hatupaswi kutilia mashaka. This is Bible. Hii ni Biblia, na tumefika mwisho. Tuko mwisho wa kufunga historia ya ulimwengu. Sheria ya Jumapili katika nchi ya Amerika haiwezi kuepukika. Heritage Foundation bado wanasonga mbele na project 2026. Kwa kile ambacho kinaendelea katika nchi ya Amerika, ni dalili wazi ya kwamba tumefika mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Hebu sasa ninaomba utazame hii video. Tarehe 16 Trump alihimiza kusherekewa kwa siku ya uhuru, inaitwa ni National Freedom Day. Na katika hii tunaona Trump akiunganisha tena dini na nini? Dini na serikali. Na hiki ni kitu hatari sana, kwa sababu kimeonywa ya kwamba serikali kamwe isijiungamanishe na nini? Na dini. Na tutakapoona hii movement, tujue ya kwamba tuko mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu, kwa sababu sheria ya Jumapili haitaepukika. Hebu tazama tarehe 16 hiyo Januari hii, hicho kitu kilitendeka. Akina Paulo tunafahamu ndio viongozi katika face office ambayo alichagua Trump, walikuwepo pia. Na hii ni dalili ya kwamba tunafika mwisho wa kufunga kwa historia ya ulimwengu, na kizazi hiki anasema ambacho kitashuhudia haya matukio hakitapita mpaka Kristo atakapokuja tena mara ya pili. Sikiliza hii video kisha tuendelee. Breaking news. President Trump and Paula White announced and promoted National Religious Freedom Day on January 16th, 2026. Watch this. Welcome to the White House. And Pastor Paula, do you know what day it is? Of course I do. It is National Religious Freedom Day. America was founded on faith, as we know, and I've been saying it for a long time. And
And our great president, President Trump, has made a proclamation because religious liberty is so important to him. And Jenny, I want to read at least a little part to them today. The Bible says in 2 Peter chapter 2 and verses 19 and 20 that we should beware of deceivers and tyrannical movements. In the last days, they will promise people liberty in the area of worship, but legislate laws to enslave people physically, mentally, financially, and spiritually. You know, we're so grateful for President Trump. He truly fights for religious liberty every single day. And he started that, well, many decades ago, but he really elevated that by putting in, and we're almost at our 1-year anniversary, the White House Faith Office. And as senior advisor to President Trump of the newly created and historic White House Faith Office, I created a historic White House Faith Office in the West Wing, and I wanted them to have that office. Never happened before. I don't think that's ever happened before, right? The people of faith have never been allowed in the White House. We'll probably be sued tomorrow because they're going to say church. Separation of church and state. Can't do that, right? But I think, you know, they say separation. They say separation between church and state, they told me. I said, all right, let's forget about that for one time. We said, really, the separation? I don't know. Is that a good thing or a bad thing? I'm not sure. Church and state was merged together, and the church used the power of the state to enforce its doctrines and practices. He says certain governments use deadly force against dissenters who wanted to worship in their own way. Those people were persecuted, burned at the stake. Some had their tongues cut out. The founders did not want that kind of Christianity. Judas united church and state to capture and crucify Jesus. Modern-day Judas will attempt to betray you with a kiss. Be watchful and prayerful. Stay tuned for the next update. Maranatha. Umeona? Hicho ndicho ambacho kinatafutwa katika miaka yetu hii, katika ujana wetu huu. Kizazi hiki hakitapita mpaka Kristo atakapokuja mara pili. Kwa nini na ushahidi huo? Kwa sababu hii ni Biblia na huu ni unabii. Wakati Kristo alipozungumza mambo hayo wakati wanafunzi, ni kweli kizazi hakikupita mpaka yote hayakutimia. Kizazi ni miaka 40. Kutoka mwaka alipozungumza Yesu ilikuwa ni mwaka 31 AD. Tunafahamu mpaka mwaka wa 70 ilikuwa kama miaka 40 hivi kasoro, na kizazi kile hakikupita. Na maneno ya Kristo lazima atimie. Nabii wa Mungu Ibn Herod ya Aprili 6, 1911 anasema kama ifuatavyo: wakati utakuja ambapo watu hawata akataza tu kufanya kazi siku ya Jumapili, lakini watajaribu kuwalazimisha watu kufanya kazi siku ya Sabato na kufuata utunzaji wa Jumapili au kupoteza uhuru wao na maisha yao. Lakini wakati wa hili bado haujafika, kwa kuwa kweli lazima iwasilishwe kamili zaidi mbele ya watu kama shahidi. Kabla ya tukio hilo ambalo watu wa Mungu linakuja muda sio mrefu, ni lazima tuwasilishe kweli kamili kwa watu ili kusudi iwe kama ushahidi. Na tupo kwa ajili ya kuwasilisha kweli hizo kwa watu kama ushahidi, waweze kuelewa kila ambacho kinaujia ulimwengu kama mshtuko. Baada ya muda mfupi tutashuhudia sheria za Jumapili zikitungwa, na watu hawatazuia tu watu kuheshimu Jumapili, lakini pia watu watalazimishwa kufanya kazi siku ya Sabato, na wale ambao watakataa sema watapoteza uhuru wao na maisha yao. Hivyo tunapaswa kuwasilisha ukweli huu kama ulivyo. Rafiki yangu, tuko mwisho wakati na Kristo yuaje tena mara pili. Tunahitaji kujiandaa, tunahitaji kuwa tayari, tunahitaji kuwapelekea watu maneno ya unabii, tunahitaji kueleza watu ni wapi historia ya unabii ilipofikia. Neema ya Yesu yatosha. Tunahitaji kutembea, tunahitaji kuelewa, kwa sababu tuko kizazi cha nini? Tuko kizazi cha mwisho. Lazima tuelewe hilo, na inazungumza wazi kwenye kitabu cha Last Day Event ukurasa 40 ya kwamba kuna kikomo ambapo hukumu za Jehova haziwezi kucheleweshwa zaidi. There is a limit. There is a limit. Wakati wa Nuhu kulikuwa pia na limiti.
Na kitu ambacho huwa kinashtusha sana kwenye limit ya Mungu ni ongezeko kubwa la watu. Leo kufikia 2050 wanakadiria kwamba tutafikia bilioni 9 mpaka 11. Lakini wakati wa Nuhu walikuwa bilioni ngapi? Walikuwa bilioni 11. Na kadri maasi yanavyoongezeka, huwa kuna dhambi kuu. Kwa mfano, dhambi ya uzinzi na uasherati huwa ni kubwa sana. Lakini dhambi nyingine huwa ni dhambi ya kuabudu sanamu. Na kati ya kitu mojawapo ambacho kitamleta Kristo ni hizo dhambi. Dhambi ya uzinzi, uasherati, ushoga, na haya mambo tumeyaona katika kizazi chetu. Lakini kingine bado kimoja ambacho itakuwa ni kuhimiza uabudiaji wa siku ya kwanza juma kama Sabato. Hiyo pia inakwenda kumleta Kristo. Hivyo tuko wakati wa mwisho na kikomo kinakwenda kufikiwa. Maandalizi yanahitajika. Tunahitaji kumweka Kristo kuwa senta ya maisha yetu. Tunahitaji kuaksi maisha ya Kristo katika maisha yetu. Tunahitaji kuwa watu wa maombi. Tunahitaji kutenga muda mwingi kwa kusoma neno na kuchunguza. Tunahitaji kuelewa unabii uliozungumzwa katika kitabu cha Mathayo sura ya 24. Tunahitaji kuwa waaminifu kwenye kutunza miili yetu, maana miili yetu ni hekalu la Mungu. Pasivyo hivyo hatuwezi kuandaliwa. Waadventista wa Sabato tunahitaji kuamka kwenye usingizi. Tunahitaji kuwa tayari kwa ajili ya ujio wa Kristo. Sisi tumewekwa kama mashahidi wa haya mambo. Tunahitaji kuambia watu kile kinachojia ulimwengu. Rafiki yangu, tumefika kwenye wakati huo. Kumbuka somo lilisema kwamba kizazi hiki hakitapita. Yesu yuaja tena mara ya pili. Mungu atubariki sana, na huu ni mwisho wa somo. Mwisho wa somo huu ni mwanzo wa somo jingine. Tunapohitimisha somo hili, tujikabidhi mikononi mwa Mungu, kwa maana tulianza na maombi. Karibu sana. Basi tuombe. Asante kwa sababu shuhuda zimesomwa na maneno yako yamesomwa. Tunakuja kwako kwa unyenyekevu. Kama kuna mahali tumekosea, tumejitukuza, tusamehe. Mimi na mtazamaji tunahitaji sote kuandaliwa kwa ujio wako. Tuyafanye maisha yetu kuwa senta yako Kristo. Kuishi kwetu kuwe ni wewe. Tunaomba Mungu wa mbinguni, sheria zako ni za muhimu, lakini hatuwezi kushika tukiwa mbali na wewe. Tuwezeshe sasa, tukae karibu na wewe. Utufundishe, maana anayokuja hatuwezi kustahimili. Sheria za Jumapili ziko mbele yetu, na kizazi hiki kitakoma. Tutashuhudia Jumapili kitangazwa, tutashuhudia mateso yakianzishwa, na tutashuhudia Mungu wa mbinguni tukihubiri kilio kikuu na kuandaliwa kwa ujio wako. Hivyo tusaidie kwa sehemu ya upande wako. Neema yako yatosha. Tusaidie sasa kwa jina lake Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki sana rafiki zangu, na imani ya kwamba bado tuna mengi ya kujifunza. Maranatha, kumbuka mapambano bado. Telling it like it is. Are we holding pure motives, showing that we care? Are we teaching the truth in love? A man came to my Jesus, telling all that he had done to fulfill the good commandments. He knew everything.